Saikolojia 7 za ajabu zinazofanya watu wakuheshimu, kukuogopa na kukutamani bila wewe kujitahidi. Kuna watu ukiwaona tu, hata hawajasema neno, tayari unawaheshimu. Unajiuliza, huyu ana nini ambacho wengine hawana? Na cha kushangaza zaidi, watu hawa hawapigi kelele, hawajioneshi sana, hawajisifu, lakini akili za watu zinawapa mamlaka moja kwa moja. Leo nitakuonesha saikolojia 7 za ajabu ambazo kama utazielewa na kuzitumia, watu watakuheshimu, wengine watakuogopa na wengine watakutamani kuwa karibu nao. Lakini tahadhari, ukitumia vibaya zinaweza kukugeuka. Hebu tuanze na ya kwanza ambayo watu wengi wanafanya makosa makubwa sana. Saikolojia ya kwanza, nguvu ya ukimya, power of silence. Watu wengi wanafikiri ukiongea sana unaonekana smart, lakini saikolojia inasema kinyume. Mtu anayejua wapi anyamaze huonekana ana nguvu zaidi. Ukiongea kila kitu, unapoteza siri, unapoteza mvuto, unapoteza mamlaka. Lakini mtu anayenyamaza, watu humtafakari, watu humchunguza, watu huanza kuogopa kumpoteza. Hata kama hauna kitu cha kuogopesha, watu hukupa heshima kwa sababu wameshindwa kukufahamu wewe ni mtu wa aina gani. Hivyo, mtu hukupa thamani kwa namna anavyokuona na sio namna ulivyo. Jiulize, kwa nini viongozi wakubwa hawasemi sana? Ukizungumza kidogo, kila neno lako linakuwa na uzito. Saikolojia ya pili, usitake upendwe na kila mtu. Hii ni ngumu sana kwa watu wengi. Akili ya binadamu inathamini kitu kigumu kupatikana. Ukijaribu kufurahisha kila mtu, kupatikana kila muda, kukubali kila kitu, unakuwa wa kawaida. Lakini mtu ambaye ana mipaka, anakataa mara nyingine, hapatikani kirahisi, anaonekana ana thamani kubwa. Watu hawathamini upendo wako, wanathamini uwezo wako wa kusema hapana. Hapo ndipo thamani yako inaonekana. Angalia mfano wa maji, huwa yanapanda thamani pale yanapopatikana kwa uchache, na pia hushuka thamani nyakati za masikaa kwa sababu ya upatikanaji wake kirahisi. Saikolojia ya tatu, macho na muda wa kutazama. Hii ni saikolojia ya hatari sana. Ukimwangalia mtu machoni kwa sekunde chache zaidi ya kawaida, akili yake huanza kuhisi pressure, kuhisi heshima au kuhisi hofu. Lakini usikudoeshwe macho. Ni mtazamo tulivu, uso wa kawaida, bila tabasamu la kulazimisha. Hii hutuma ujumbe, niko imara, siko hapa kutafuta kibali. Saikolojia ya 4, usieleze maumivu yako kwa kila mtu. Watu wengi huanguka hapa. Ukisimulia mateso yako kwa kila mtu, heshima hushuka. Si kwa sababu watu ni wabaya, bali kwa sababu akili ya binadamu huheshimu uthabiti, huheshimu udhibiti wa hisia, huheshimu wasiowajua zaidi kwa undani. Na hapo ndipo hukupa thamani kutokana na namna anavyokuona na sio namna ulivyo. Chagua mtu mmoja au wawili, sio kila mtu anastahili kujua vita yako. Saikolojia ya 5, tembea kama mtu asiye na haraka. Hata kama una matatizo, hata kama una stress, usionekane una haraka sana. Watu wanaoharakisha huonekana wanaogopa, huonekana wanatawaliwa. Watu tulivu huonekana wana udhibiti, huonekana wana mpango. Hata kama hauna mpango, onekana kama unajua unakoenda. Saikolojia ya 6, watu wakufikirie baada ya kuondoka. Usiondoke bila kuacha alama. Inaweza kuwa swali la kufikirisha, kauli fupi nzito, tabia tofauti kidogo. Akili ya mtu ikibaki ikikuwaza, tayari umeshinda. Saikolojia ya 7, usijitete kila wakati. Hii ndiyo ya mwisho na kali zaidi. Watu wakikusema vibaya, usikurupuke. Usieleze kila kitu. Usipigane kwa maneno.
Mtu mwenye nguvu halisi hachafuki kirahisi. Ukimya wako unakuwa jibu. Saikolojia hizi hazikufanyi mtu mbaya, zinakufanya mtu anayejiamini. Lakini kumbuka, nguvu bila hekima ni hatari. Tumia hizi kujilinda, kujiheshimu, kujenga thamani yako, sio kuwaumiza wengine. Kama umejifunza kitu hapa, andika nimeelewa kwenye comments. Na kama unataka video nyingine nzito zaidi kama hii, hakikisha umesubscribe.